الحمد لله الذي أحل لنا المعاشرة بالزواج وجعله حصنا حصينا من الإعوجاج، والصلاة والسلام على حبيبنا ونور قلوبنا محمد الكوكب الوهاج، وعلى آله الذين شبهوا بالسفينة يتمسك بها كل ناج، وعلى صحابته الذين اكتبسوا نورهم من ذلك السراج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، leo tumekusanyika katika kusanyiko bora katika mikusanyiko yote. Leo tumekusanyika katika mkusanyiko wa mapenzi. Leo tumekusanyika katika mkusanyiko wa huruma. Leo tumekusanyika katika mkusanyiko wa kuunganisha. Leo tumekusanyika katika mkusanyiko ambao kwamba ndio mkusanyiko ambao ukipatikana katika jamii basi ndio dalili kuwa hii jamii iko hai, na ukikosekana mkusanyiko huu katika jamii ni kumaanisha hii jamii iko kwenye matatizo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, amejalia kuwa jambo hili ambalo sote kwa umoja wetu tumekuja hapa kulishuhudilia. Siku ya Jumapili ni siku ya mapumziko, kila mmoja ana mipango yake, lakini kwa nini tumewacha mipango yetu yote tumekuja hapa? Ni kwa sababu jambo hili ni muhimu sana, na umma utakuwa ni wenye kupiga hatua ya mbele utakapokulitilia zaidi umuhimu jambo kama hili. Ndio Bwana Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi akatuambia kuwa dunia mataa, katika hadithi iliyopokewa na Imam Muslim, wa khairu mataiha almar'atu salihah, mataa bora zaidi ni mwanamke alokuwa mwema. Pengine tutauliza, mbona mwanamume hakuitwa kuwa ndio mataa dunia? Kwa sababu mwanamume afaa yeye awe ndio wa kumtumikia mwanamke. Mwanamume afaa yeye ndiye awe ndiye atakayekuwa ndio sababu ya furaha katika nyumba ile ilokusanya mwanamke mwema. Haiwezi kupatikana furaha mpaka apatikane na mwanamume mwema. Si kuwa ati mwanamume si chochote si lolote, la, ni kumaanisha nusu ni mwanamke na nusu ni mwanamume ndio atakayekamilisha nyumba kama hii. Napenda nimalizie kwa kisa ambacho chenye mazingatio makubwa sana. Naomba kila mmoja katika sisi awe makini katika kusikiliza kisa kama hichi, huenda akafaidika. Mmoja katika mashekhe alijiwa siku moja na mwanamke akimshtakia pumzi matavuni. Mwanamke ashtaki, amwambia shekhe, mume wangu hana love, mume wangu hanipendi. Yule shekhe akamuuliza, katika Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja kuwa waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, je, hakuna huruma baina yenu? Je, kwani mwadhania kuwa maisha yote ya baina yako wewe na mume wako ni I love you too ndio hiyo msingi wa nyumba? Bal akampatia ilmu ambayo kwamba alikuwa haijui, akamfahamisha kuwa ndoa ni safari, ina vituo mbalimbali. Ina vituo vya mapenzi, ina vituo vya kuwajibika, ina vituo vya masulia, ina vituo vya kujitolea, kusacrifice. Yote haya ndiyo yaitwa ndoa. Ndoa si I love you too peke yake, wala ndoa si kupaka lipstick mwanamke na kupaka makeup peke yake, bal ndoa ni kujitolea na kupigana kuhakikisha nyumba yenu imepata utulivu kwa namna yoyote ile.
kwa kuficha siri zenu, hiyo ni katika ndoa. Kwa kujitolea wakati wa afya na wakati wa ugonjwa, wakati wa pesa na wakati wa maskini. Hii ndio definition ya ndoa, na kila mmoja katika sisi tunajikumbusha sisi tunazozungumza, wala si kwa sisi tu ni perfect, la, kila mmoja ana kasoro yake, lakini kila tunapoonana na kila tunaposimama tukumbushane, ili kusudi tuweze kuziokoa ndoa za watoto wetu, ndoa za jamii. Mwenyezi Mungu inshallah aijalie ndoa hii iwe itakuwa ni ndoa ya kheri. Ndugu yetu Abdul Hakim, kama Mwenyezi Mungu alomwafikia kupata jina katika majina matukufu ya Mola Subhanahu wa Ta'ala Al-Hakim, ajaliwe na yeye awe atakuwa ni mwenye hikma katika kuendesha ndoa yake, awe na busara katika kuendesha nyumba yake, awe mwangalifu na awe ni mtu mwenye utulivu mkubwa sana ikifika masala ya nyumbani kwake. Mwenyezi Mungu inshallah atuwafikie katika kila la kheri, bila kuwasahau ndugu zetu wa Palestina, bila kuwasahau wale maadui zetu Mayahudi ambao kwamba sasa wameshika silaha mikononi na kuanza kuwapiga kila dola za Kiislamu. Mwenyezi Mungu inshallah atamwangamiza Yahudi pale alipo.